Tayari UDOSO Scholarship imeshazinduliwa, lakini najua wengi wetu hatuna uelewa wa kutosha. UDOSO Scholarship ni nini? Inafanya kazi gani? Lakini ni wakina nani hasa wanapaswa kunufaika nayo? Basi leo ngoja nikutanishe na rais wa serikali ya wanafunzi UDOSO ili atupitishe UDOSO Scholarship ni nini hasa. Tenzetu. Hongera kwa kufanikiwa kuzindua UDOSO Scholarship. Asante sana. Kwa kweli mmejisikiaje kufanikisha kuzindua swala hili? Tumejisikia vizuri kwa sababu ni swala ambalo linagusa moja kwa moja maisha ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. UDOSO Scholarship itakuwa inalipia ada peke yake. Kwa hiyo zile direct cost nyingine mwanafunzi atatakiwa kujilipia mwenyewe. Lakini UDOSO Scholarship itakuwa inamlipia ada full kwa mwaka mzima kwa mwanafunzi ambaye atakuwa amefanikiwa kupata huo ufadhili. Sasa UDOSO Scholarship yenyewe inawalenga hasa wakina nani wanaotakiwa kuapply for UDOSO Scholarship? Je, ni watu ambao wanakosa uwezo wa kulipa ada au ni watu wenye ufaulu mkubwa zaidi au ni kina nani hasa? UDOSO Scholarship imelenga hasa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Na wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa upande wa undergraduate studies. Na sababu kubwa iliyopelekea kuangalia wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa sababu ni hawana uzoefu kwanza na chuo, ndio wanakuwa kwa mara ya kwanza wamefika, halafu unakuta labda hakufanikiwa kupata mkopo wa bodi ya mikopo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwake kuadapt yale mazingira ya hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, na akiwa hajamaliza usajili pressure kwake inakuwa ni kubwa ukilinganisha na wanafunzi wanaoendelea na masomo, kwa sababu wao tayari ni wazoefu na chuo. Kwa hiyo walengwa zaidi wa UDOSO Scholarship Fund ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Kwa hiyo ina maana tutaanza na wanafunzi watakaodahiliwa kwa mwaka huu 25-26. Mna maono gani makubwa zaidi kwa ajili ya ukumbi? Maono yetu ni kwamba kama nilivyokwisha kusema awali kwamba tutakuwa tunachukua wanafunzi 11. Na kwa hati fungani ambayo tumenunua inadumu kwa miaka 20. Kwa hiyo kwa wanafunzi 11 kila mwaka wanafunzi hao 11 ukipiga kwa miaka 20 ina maana UDOSO itafanikiwa kugusa maisha ya wanafunzi 220 kwa kipindi chote cha miaka 20 ambayo hati fungani itakuwa inatoa faida. Kwa unaweza ukaona ni kwa kiwango gani tumeamua kuwekeza kwa ukubwa kwenye jamii yetu, kwa sababu wanafunzi wamekuwa wakichangia michango yao, lakini tumeona tusipeleke sehemu nyingine, turudishe kwao. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Wanafunzi 220 sio watu kidogo, na ukizingatia ni watu wenye uhitaji na ni wanalipiwa ada yote. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, lakini pia kwa baadaye tuna mipango mingi na mizuri zaidi ya kuboresha. Lakini kwa kuanzia tutaanza kama nilivyokwisha kusema awali kwa hayo mambo ambayo tutayafanya. Lakini pia nigusie zaidi labda kwenye vigezo vya mtu kupata hii scholarship. Kwanza kama nilivyokwisha kusema inatakiwa awe mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini kitu cha pili ni lazima awe amedahiliwa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, yani awe amechaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia kitu kingine, asiwe na ufadhili mwingine wowote. Ina maana asiwe anafadhiliwa labda na bodi ya mikopo. Namna ya kuomba UDOSO Scholarship, tutapandisha fomu, application form kwenye website ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo muhitaji itatakiwa download hiyo fomu na kuijaza. Na kama nilivyokwisha kusema kwamba kwa kuwa atakuwa ni mwaka wa kwanza, atakapowasili chuoni akisha ijaza fomu hiyo itabidi aende kuiwasilisha kwa gavana wa ndaki, shule kuu au taasisi ambayo atakuwa amedahiliwa. Sasa je, kama wanao apply ni wengi, mtu anaweza akaacha kuapply kwa wengine akajua sasa kuna tegemeo ile hapa UDOSO Scholarship, kuna kutemwa, kukosa na kupata au ipoje? Kama tunavyojua ni kama waombaji watakuwa ni wengi na ni kama competition fulani, lakini kama tulivyokwisha kusema awali kwamba kila ndaki atatoka mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo kutakuwa na mchakato ambao utachakata waombaji na mpaka kuweza kumpata yule ambaye atakuwa ni mnufaika wa hiyo UDOSO Scholarship. Kwa hiyo ni mchakato, sio jambo ambalo litakuwa ni la kulala tu na kuamka na kumpata, hapana. Kutakuwa na mchakato ambao tutaupitia kwenye kuchakata majina ya waombaji mpaka kufikia mwisho. Mimi sina la ziada. Niwapongeze
serikali ya wanafunzi UDOSO kwa kuwa watakuwa sababu ya walio wengi kufikia ndoto zao. Jina ni Martha Abraham, tukutane wakati mwingine. UDOSO Ambassador.